akatenga fedha 10% kila halmashauri kuhakikisha vijana wanapewa 4% na mitaji yao inakuwa. Kielelezo mojawapo ni Mukasa Fashion. Leo tunaona vijana wamefikiwa na Mama Samia. Lakini pia mheshimiwa kiongozi wetu wa mbio za Mwenge wa Uhuru, wapo vijana wengi katika jimbo letu ambao wamepewa bodaboda, wamepewa bajaji, wamepewa mitaji, wako kwenye masoko. Tunaendelea kutanua miundombinu ya kiuchumi ya uwezeshaji kwa kazi nzuri anayoifanya mkuu wetu wa wilaya, mkurugenzi pamoja na mstahiki meya wetu. Tunazidi kutenga zile fedha bila utani na tunazifuatilia ili vijana waendelee kunufaika. Lakini katika ajenda hiyo ya vijana pia ajira, mheshimiwa kiongozi wangu, kama tulivyosema, tunaendelea kutoa ajira pia. Fursa za ajira zote zinazotangazwa na mheshimiwa rais sasa hivi zimekaribia takriban 100,000. Na katika mwaka huu wa fedha zipo ajira nyingine za serikali zitatolewa na Wizara ya Mambo ya Ndani. Tutatoa ajira tena jeshi la polisi watakaotaka kwenda, idara ya uhamiaji itakuwa kwa ajili ya vijana, lakini pia tutatoa fire katika jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Tutaendelea kutoa ajira NIDA, tutaendelea kutoa kwenye fursa nyingine zote za kiuchumi kulingana na kijana alivyo. Aliyesoma anapewa elimu bure na Mama Samia mpaka kidato cha 6 na chuo kikuu. Nani kama Samia? Mwenge wa Uhuru. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameendelea kumulika na Mwenge wa Uhuru kwa vijana. Amehakikisha vijana walio kwenye madini kwa mpango wa Mining for Brighter Tomorrow wanakopesheka, wanapewa mafunzo, wanapewa mitambo ya kuchimba madini. Na ndio maana Katoro imeteua na kina Kija Makini wamejenga hoteli kubwa hapa. Ni kielelezo cha Dr. Samia Suluhu Hassan kwa madini. Piga makofi kwa Dr. Samia. Vijana wengine kwenye kilimo, kuna Building Better Tomorrow ambayo mheshimiwa rais ni mpango wa vijana walio kwenye kilimo kuwapa fedha, elimu na mitaji. Walio kwenye uvuvi, kwenye biashara ya ufugaji, napo pia anatoa mitaji lakini pia mafunzo maalum na anawawezesha vijana wanapewa mitaji. Vijana walio kwenye sanaa zaidi ya shilingi bilioni 5 ilitolewa. Kwenye mifugo na uvuvi bilioni 13. Kwenye madini kula wanapewa mitambo na elimu na wamepewa vitalu bure. Na za jirani mnaona kila siku maandamano. Lakini pia hapa kipo chama ambacho kila siku ajenda yake ni maandamano na katiba mpya. Katiba mpya Samia alishasema. Katiba mpya ilianza wakati wa Kikwete. Katiba mpya anayetoa fedha ni serikali ya CCM. Katiba mpya ni mpango wa Dr. Samia Suluhu Hassan, sio mtu mwingine yoyote, kwa sababu anatambua mahitaji ya vijana. Wapo wengine ambao wanazunguka kila siku. Vijana oye! Wapo ambao wanahamasisha vijana kufanya vurugu. Niwaambie ndugu zangu, tusiende katika kuhamasishwa kufanya vurugu, kwa sababu ukifanya vurugu unapoteza rasilimali. Fursa za mikopo tutazikosa, fursa za mitaji tutazikosa, fursa za mazingira wezeshi ya serikali tutakosa, lakini pia fursa zinazotolewa nyingi kwa vijana ya elimu bila malipo, lakini pia mipango ya katika uchumi, katika uwezeshaji na masuala yote ya mjumuiko wa kiuchumi. Serikali yetu imemwangalia kijana hata kwenye dira ya 2050. Miradi ya uwekezaji na miundombinu mbalimbali ndiyo vyanzo na vivutio vya mapato katika paa yetu ya Shinyanga. Pigeni makofi Mheshimiwa Rais. Ni kwa hamasa ya Mheshimiwa Rais ndio maana tunaona wawekezaji wanakuja, na sisi tumejipanga, kiongozi wetu wa mbio za Mwenge, tumejipanga kuhakikisha wawekezaji wazalendo kama Kija Makindo na wengine tunawapa nafasi ya kuweza kupata maeneo ya kuwekeza zaidi hapa Shinyanga. Kufanya hivyo kutaongeza ajira, kutaongeza mzunguko wa fedha, kutaongeza mapato kwa ajili ya wananchi wetu wa jimbo la Shinyanga, kutavutia utalii, kutavutia shughuli mbalimbali za michezo na uchumi, lakini pia itasaidia zaidi katika kuwafanya wananchi wetu kuongeza kipato cha kaya na miradi mbalimbali ambayo tunaendelea kuitoa. Katika afya yapo maeneo mengi ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye utamfikishia salamu zake, ametusaidia kwa kiwango kikubwa. Shinyanga tunayozungumza leo Mheshimiwa, tuna hospitali ya rufaa ambayo imekamilika, inatoa huduma, hatuna haja ya kwenda Mwanza wala Muhimbili. Hapa tunapozungumza tunayo
Hospitali yetu ya mkoa imejengwa kwa viwango vya juu. Ukiangalia unaweza ukadhani ni hoteli ya nyota 3 ya Dar es Salaam. Tunavyozungumza, tunayo hospitali zetu, vituo vya afya. Tuna kituo cha afya pale Kambarage na vituo vya afya vingine ambavyo Mheshimiwa Rais ametoa pesa. Tunazindua mradi wa maji, kuna miradi mingine mingi mikubwa ambayo naizindua kama nilivyosema. Nikisema nieleze miradi yote ya sekta ya elimu, afya, miundombinu, barabara, maji na umeme. Sisi habari ya umeme Mheshimiwa tulishasahau. Umeenda katika kila maeneo katika kata zote za jimbo letu la Shinyanga. Ukienda kwenye sekta ya elimu, shule tulizojenga kipindi cha Dr. Samia Suluhu Hassan kwa summary tu, shule 6 za msingi na ya 7 imeongezeka nadhani Shinyanga na nyingine 5 za sekondari. Kwa hiyo hapa sisi katika maendeleo kwa kweli hata wapinzani hawana nafasi hapa, labda kama kuja kutukana tunawakaribisha, lakini kwetu sisi matusi sio yetu maendeleo na Dr. Samia Suluhu Hassan. Pigeni makofi pigeni makofi Dr. Samia Suluhu Hassan, makofi kwa kiongozi wetu wa mbio za mwenge wa uhuru. Ndio maana mnaiona Tanzania inang'ara, inawaka, inameremeta kama mwenge wa uhuru, kwa sababu rais amedhamiria kuleta maendeleo.